Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu, mola yaseba, tuitikie wote myesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu, pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ndio leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri moja ya Yesu Kristo inayotoka katika kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 4. Inasema, agizo la Paulo kila mmoja kuhubiri injili ya Yesu. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 1 hadi wa 22. Na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu, atakaye wahukumu walio hai na waliokufa kwa kufunuliwa kwake na kwa ufalme wake. Lihubiri neno, uwe tayari wakati ukufaao na wakati usiokufaa. Karipia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Maana utakuja wakati watakapo yakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti. Nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Bali wewe uwe na kiasi katika mambo yote, vumilia mabaya, fanya kazi ya mhubiri wa injili, timiza huduma yako. Kwa maana mimi sasa namiminwa na wakati wa kufariki kwangu umefika. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu, bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Ujitahidi kuja kwangu upesi, maana Dema aliniacha akiupenda ulimwengu huu wa sasa, akasafiri kwenda Thessalonike. Kreske amekwenda Galatia, Tito amekwenda Dalmatia. Luka peke yake yupo hapa pamoja nami. Umtwae Marko, umlete pamoja nawe, maana anifaa kwa utumishi. Lakini Tikiko nalimpeleka Efeso. Lije joho nililoliacha kwa Karpo huko Troa. Ujapo ulilete na vile vitabu, hasa vile vya ngozi. Iskanda mfua shaba alionyesha ubaya mwingi kwangu. Bwana atamlipa sawasawa na matendo yake. Nawe ujihadhari na huyo, kwa sababu aliyapinga sana maneno yetu. Katika jawabu langu la kwanza hakuna mtu aliyesimama upande wangu, bali wote waliniacha. Naomba wasihesabiwe hatia kwa jambo hilo. Lakini Bwana alisimama pamoja nami, akanitia nguvu, ili kwa kazi yangu ule ujumbe utangazwe kwa utimilifu, hata wasikie mataifa yote, nami nikaokolewa katika kinywa cha simba. Bwana ataniokoa na kila neno baya, na kunihifadhi hata nifike ufalme wake wa mbinguni. Utukufu na yeye milele na milele. Amina. Nisalimie Priska na Akila na wale wa nyumbani mwa Onesiforo. Erasto alikaa Korinto.
Trofimo nalimwacha huko Mileto hawezi. Jitahidi kuja kabla ya wakati wa baridi. Eblo akusalimu na Pude na Lino na Klaudia na ndugu wote pia. Bwana awape pamoja na roho yako. Neema na iwe pamoja nanyi. Nini fundisho hapa? Tunakumbushwa agizo kuhusu kuhubiri injili ya Yesu Kristo kila mmoja wetu aliyebatizwa kwa jina la Yesu Kristo. Agizo hili Paulo aliliagiza kwa wale waliokuwa wafuasi wake katika kambi yake katika kuhubiri injili. Lakini neno hili wala aliowaambia hawapo tena, linatugusa sisi moja kwa moja walio na imani ndani ya Kristo. Rejea Mathayo 28 mstari wa 18 hadi 20 nasema, Yesu akaja kwao, akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Asanteni sana. Ombi: Yesu Kristo, msaada wa wanyonge, tusaidie watu wako wote ulimwenguni tupate kuwa na ujasiri wa kuihubiri injili ya kweli inayokuhusu wewe Yesu Kristo. Amina. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.